tena kwa ajili ya hilo. Bwana sawa, nimeona taarifa ya waziri wa fedha Mwigulu Nchemba akisema nchi inajipanga kikamilifu kweli kweli kwenye kukabiliana na magumu ya Rais Trump. Na katamani nikuulize mpaka sasa tunaweza kuzungumza magumu mangapi ambayo hatuna budi kukubaliana nayo kutoka kwa Trump na kuanza kupambana nayo? Yes, kwanza ni kwamba Trump amebadilisha sera zake za kiuchumi. Na sera za kiuchumi za Trump sasa hivi zingatia zaidi maslahi zaidi ya Marekani. Trump ni kiongozi ambaye aamini kwenye matumizi makubwa ya serikali, aamini kwenye kutumia fedha za Marekani kupeleka nje, aamini kwenye misaada. Ndio maana tangu ameingia madarakani miezi mitatu ukitazama ameweza kukata misaada mbalimbali katika nchi za Kiafrika ambazo inahudumia takribani watu milioni 30 ambao wanaathirika kwa mfano na virusi vya ukimwi, kwa mfano shirika lao la USAID. Lakini vile ukimtazama Trump amechukua maamuzi ya kuzipelekea kodi kwa 10% nchi mbalimbali ikiwemo za Kiafrika, na nafikiri hata Tanzania vile vile nao imeguswa. Kwa sasa unajua Mtei, taifa la Marekani ni taifa kubwa. Na maamuzi yake, sera zake, mikakati yake, vipaumbele vyake vinakuja kuathiri dunia nyingine kwa sehemu moja au sehemu nyingine. Na hilo tunasema kwamba kwenye mtazamo wa siasa za kidunia au siasa za kimataifa ni kwamba athari za kiuchumi zinapotokea sehemu moja au mabadiliko ya kiuchumi yanapotokea mahali fulani yanaweza kuja kuathiri maeneo mengine, kwa sababu uchumi wa kimataifa umefungamanishwa na dunia. Kwa mfano kuna vitu vinaitwa hivi international organization, kwa kwamba taasisi za kimataifa. Tazama kwa mfano IMF, tazama kwa mfano World Bank, tazama kwa mfano WHO, tazama kwa mfano FAO, UNHCR. Hizi ni taasisi za kimataifa ambazo zimekuwa zikifadhiliwa kwa kiasi kubwa na taifa la Marekani. Sasa mtazamo wote wa taifa la Marekani dhidi ya hizi taasisi ambazo zimekuwa zikifadhili au zikitoa msaada duniani, lazima nchi ambazo zinazoendelea lazima ziweze kupata nini? Athari mbalimbali. Sasa Trump na hiyo sera yake ya Make America Great Again na kujaribu kuhakikisha kwamba anavipa nguvu viwanda vya ndani, imekuwa ni pigo kubwa zaidi kwa nchi za Kiafrika ikiwemo zinazoendelea. Na hiyo ni kwa sababu ukitazama dunia yetu imepitia tunasema kuna fezi 3 za msingi. Fezi ya kwanza tunasema ni fezi ya bipolar. Fezi ya pili tunasema ni fezi ya unipolar. Fezi ya tatu tunasema ni fezi ya multipolar. Naposema bipolar tunamaanisha kipindi cha vita baridi. Marekani na Usovieti walikuwa wanashindana kusambaza itikadi. Baada ya mwaka 1991 dunia ikabadilika, ikaingia katika unipolar. Kwa maana kwamba kulikuwa kuna pola moja. Naposema pola Mtele, maana ni taifa moja linaongoza siasa, diplomasia na uchumi wa kidunia. Lakini ukitazama baada ya kuingia Xi Jinping mwaka 2013, baada ya Urusi kuivamia Ukraine na Putin kuanzisha nguvu za kuweza kulijenga taifa la Urusi, siasa za dunia zimebadilika, zimeingia katika multipolar. Multipolar ni siasa ambazo dunia inakuwa na nyanja nyingi za washindani. Sasa kwa sababu tunashindana kiuchumi na kidiplomasia na kisiasa hata kijeshi, Trump anaamua kutengeneza sera ambazo zitakuwa zinaipa nguvu taifa la Marekani. Sasa sisi inabidi tufanye nini? Kwa sababu misaada ya kifedha imeshakatwa. Sera za Trump zimebadilika. Cha kwanza lazima tuweze kupunguza matumizi ambayo sio lazima. Kama nchi za Kiafrika. Kwa maana tukiangalia katika sekta zetu, matumizi yetu ya serikali je, ni lazima katika nchi sasa hivi? Kwa sababu tuwezi kupanga bajeti ambazo haziendani na uhalisia wa chumi zetu. Kwa hiyo lazima tuweze kupunguza matumizi ambayo sio lazima, lakini vile lazima tuweze kuwekeza kuna maeneo ambayo yanagusa watu wengi. Sawa, ili mwisho wa siku sasa sera zetu zinapobadilika ziweze zisituathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini cha tatu tunasema kwamba lazima tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Na hiyo imekuwa ni hoja kubwa sana kwa wachumi wengi na wadau wengi wa Kiafrika. Lazima tuweze nchi za Kiafrika tuweze kufanya biashara sisi wenyewe, kwa sababu kutazama katika kile ambacho kinachoitwa AGOA, mpango wa taifa Marekani kwa nchi za Kiafrika kwenda kuuza bidhaa kwenye soko la Marekani bila kulipa kodi. Sasa hivi Trump ameweza kubadilisha mtazamo. Kwa kiasi kubwa ni kwamba sera za Trump zimebadilisha sana siasa za ulimwengu, uchumi wa kimataifa, hata siasa za kimataifa. Yes. Haya alikuwa akizungumza Waziri Mwigulu Nchemba jana wakati